Bwana Yesu, mioyo yetu inakuadhimisha jinsi wewe ulivyo mkuu. Tunautambua ukuu wako, tunatambua mamlaka yako, tunatambua nguvu zako, tunatambua heshima yako, tunatambua utukufu wako, tunatambua utakatifu wako. Vyote hivyo vimetusukuma asubuhi ya leo kuingia hemani mwako, e Bwana, tutafakari uzuri wako kwenye maisha yetu. Asante kwa kumwachilia Roho wako Mtakatifu katikati yetu, aliye mwalimu wa kila mmoja wetu aliyepo mahali hapa. Tunaamini e Bwana, katika nguvu zako na katika Roho wako Mtakatifu, ya kwamba utatufundisha yale yote uliyokusudia kutufundisha asubuhi ya leo, na kila mmoja wetu aliingia mahali hapa asitoke namna alivyoingia, akatoke akiwa Bwana amekutana na wewe, kwa sababu ni mpaka tumekutana na wewe ndipo tutakuabudu sawa sawa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba wa utukufu, pokea utukufu wako wakati huu. Unaweza kumchapia Bwana Yesu makofi wakati unaketi kwenye kiti chako. Asante sana waimbaji, Mungu awabariki. Msalimie jirani yako kama umeingia kwenye ibada na hujamsalimia, hakikisha unampa mkono, na kama tunaweza kusogea viti vya mbele litakuwa ni jambo zuri kabisa ambalo tunaweza kufanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Sogea tu mbele, wala usiogope, hivyo viti ni vya kwetu. Amen. Basi wale wenye vitabu vyetu, tunaendelea na mapitio ya kitabu chetu cha Moyo wa Ibada. Ninatamani wewe umekishika kitabu chako, fungua ule ukurasa wa 29, ndipo ambapo tupo siku ya leo, na tulianza wiki iliyopita sura ile ya 5 ya kitabu kilichoandikwa Moyo wa Ibada. Sura ile ya 5 ya kitabu kilichoandikwa Moyo wa Ibada. Sura ya 5 ya kitabu kilichoandikwa Moyo wa Ibada. Na sura yetu hii ya 5 tunaangalia nia na kiu ya kumwabudu Mungu. Nia na kiu ya kumwabudu Mungu. Na leo nitatamani kukimaliza kabisa kwa namna ambavyo Mungu amenisaidia kukupitisha katika yale ambayo yameandikwa kwenye sura hii ya 5. Wale ambao walikuwepo Jumapili iliyopita, tuliangalia tunapozungumzia nia na kiu ya kumwabudu Mungu, tulisema ni msukumo wa ndani ambao unamfanya mtu
atafute kumwabudu Mungu. Ni msukumo wa ndani ambao unamfanya mtu atafute kumwabudu Mungu. Na tulisema ili mtu aweze kufanikiwa katika malengo aliyojiwekea, ni lazima awe na kiu au na nia itakayomsukuma kuyafanikisha yale malengo. Kwa hiyo tukasema nia na kiu ni vitu vya muhimu sana katika kumfanya mtu atimize malengo aliyokusudia. Kwa hiyo kama hauna nia au na kiu kwenye maisha yako, ni wazi lengo lolote ambalo unaweza kuliweka lisifanikiwe. Lakini nia na kiu vitakusukuma kuyafanikisha yale malengo. Hasa ndiyo hiyo nia na kiu ambayo tunapaswa kuihamisha kwetu katika kumtafuta Mungu ili tuweze kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuwe na msukumo wa ndani ambao utatusukuma kutafuta kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe sana. Tuliona mambo machache. Kwa nini watu wanapoteza kiu, au kwa nini watu wamepoteza kiu ya kumwabudu Mungu? Nilisema jambo la kwanza, watu wengi wamepoteza kiu ya kumwabudu Mungu, na hata kama wanamwabudu hawamwabudu jinsi inavyopaswa, kwa sababu moja, tulisema matatizo na changamoto za maisha. Ndivyo alivyoandika mtumishi wa Mungu katika kitabu hiki. Hii ni sababu kubwa ambayo imewafanya watu kupoteza kiu na nia ya kumwabudu Mungu. Changamoto na matatizo ya maisha. Kwa hiyo imefika sehemu watu wamemkasirikia Mungu kwa sababu ya changamoto zao. Hawaoni sababu tena ya kumshukuru Mungu. Hawaoni sababu ya kumwabudu Mungu. Hawaoni sababu ya kwenda kanisani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya changamoto za maisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ni wazi kwamba wote tunakutana na changamoto za maisha. Hakuna ambaye katika ulimwengu huu hakuwahi au hatawahi kukutana na changamoto za maisha. Wote tunakutana na changamoto za maisha, isipokuwa zinatofautiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Changamoto zetu za maisha zinatofautiana, kila mmoja kwa kipimo chake. Lakini mtumishi wa Mungu ametusisitiza sana, vitu hivi vinaweza kuchangia kuondoa msukumo wa ndani wa mtu kutafuta kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alitupa kitu cha kufanya. Kama changamoto za maisha ni vitu ambavyo vinaweza kumfanya mtu akakosa kiu ya kumwabudu Mungu, alitupa vitu vya kufanya. Akatuambia, katikati ya changamoto za maisha tunapaswa kujua Mungu, tunapaswa kufahamu kabisa kwamba Mungu anabaki kuwa Mungu katika mazingira yote. Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa? Hilo ni jambo la muhimu sana ambalo tunapaswa kufahamu. Changamoto zetu tunazokutana nazo, tusiangalie ukubwa wa changamoto tunazokutana nao, tuangalie ukubwa wa Mungu tuliyembeba dhidi ya changamoto tunazokutana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiangalia ukubwa wa Mungu aliyombeba, changamoto wako haitafisha nguvu yako au nia yako ya kutafuta kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la pili, mtumishi wa Mungu alisema, katikati ya changamoto za maisha tunazokutana nazo, ni muhimu kujua ya kwamba wajibu wa kumwabudu Mungu hautegemei hali ya maisha tunayokuwa nayo au tulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe. Aliandika vizuri mtumishi wa Mungu, kwa wale ambao hawakuwepo ninajaribu kufanya tukupitia. Wajibu wetu wa kumwabudu Mungu hautegemei hali ya maisha tulizo nazo. Haitegemei una fedha ama hauna fedha. Haitegemei una cheo ama hauna cheo. Haitegemei umeoa au hujaolewa. Haitegemei una uchumi mzuri ama hauna uchumi mzuri. Haitegemei una watoto ama hauna watoto. Haitegemei unaumwa au hauumwi. Wajibu wetu wa kumwabudu Mungu hautegemei hali zetu za maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni la muhimu sana kulielewa. Katikati ya changamoto tunazokutana nazo, ni muhimu sana kujua wajibu wetu wa kumwabudu Mungu hautegemei hali zetu za maisha. Tunapaswa kumwabudu Mungu siku zote bila kujali hali zetu za maisha tulizo nazo. Bwana asifiwe. Na kwa kusema hivyo,
Mtumishi wa Mungu alitupa mfano wa mtumishi wa Mungu kwenye Biblia, kwenye kitabu kile cha Ayubu. Naweza kwenda kusoma kitabu kile cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 20 mpaka wa 21. Ayubu anapita kwenye changamoto nyingi za maisha, na wakati mwingine hata mke wake anajaribu kumsukuma. Haiwezekani Ayubu upite kwenye changamoto za namna hii alafu bado uendelee kushikamana na Mungu wako. Lakini Ayubu anatoa jibu kwamba pamoja na kwamba tumepatwa na mabaya haya na changamoto hizi tunazokutana nazo za maisha, hatupaswi kuzipa uzito changamoto kumliko Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo hazipaswi kuondoa ibada yetu kwa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu hilo kulielewa. Ayubu hilo analithibitisha hilo, na mtumishi wa Mungu alituuliza swali, je, mimi na wewe tunamwabudu Mungu kwa sababu tu mambo yetu ni mazuri? Hili ni jambo la kujiuliza kila mmoja. Je, unakuja kanisani kwa sababu una nauli ya kuja kanisani? Unaenda ibadani kwa sababu tu labda umenunua nguo nzuri? Au unakuja kanisani kwa sababu mambo yako ni mazuri, chakula nyumbani? Au unaenda kumwabudu Mungu kwa sababu gani? Ni muhimu sana kuelewa sababu zetu si za msingi. Sababu za hali ya maisha yetu si za msingi katika kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani panapaswa kutoka msukumo, nia na shauku ya kumtafuta Mungu na kumwabudu bila kujali hali na mazingira ambayo unayapitia. Bwana asifiwe sana. Sasa jambo la pili ambalo tutaliangalia siku ya leo linaloondoa kiu ya watu kumwabudu Mungu, nitakueleza hapo. Nenda kwenye ukurasa ule wa 31 wa kitabu chako. Jambo la pili ambalo linaondoa kiu ya watu wa kumwabudu Mungu aliye hai, kwenye ukurasa wa 31 wa kitabu chako, paragrafu ya mwisho pale utaona. Nataka kama ni mtu wa kuandika unaweza kuandika, watu wengi wanamtazama Yesu kama Yesu wa kihistoria. Ndiyo sehemu, ni moja ya changamoto ambayo watu tunayo, na hii imeondoa kiu ya kumwabudu Mungu. Watu wanamtazama Yesu kama Yesu wa kihistoria. Watu wengi wanamtazama juu ya Yesu kama Yesu wa kihistoria, au wanamtazama Yesu kama Yesu wa kihistoria. Sasa nikusomee kile ambacho ameandika mtumishi wa Mungu, alafu tutafafanua hapo mambo machache. Anasema paragrafu ya mwisho pale, mtumishi wa Mungu anasema, hivi pia ndivyo tunavyofanya katika nyakati zetu. Tumebaki tunamtazama Yesu kama Yesu wa kihistoria, na maadhimisho ni ya kihistoria, huku tukiwa tumepoteza kiu na nia ya kumheshimu. Hivi pia ndivyo tunavyofanya katika nyakati zetu. Tumebaki tunamtazama Yesu kama Yesu wa kihistoria, na maadhimisho yetu yamekuwa ni maadhimisho ya kihistoria, huku tukiwa tumepoteza kiu na nia ya kumwabudu Mungu. Sasa nikurudishe paragrafu ya ukurasa wa 30, paragrafu ya mwisho pale. Mtumishi wa Mungu anatoa mfano wa makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la makuhani pamoja na wakuu wa dini, alafu kundi la pili ni kundi la mamajusi. Kundi la kwanza, kundi la makuhani na wakuu wa dini, walikuwa ni watu ambao wanafahamu taarifa zinazomhusu Yesu, wapi atazaliwa. Wanafahamu Masihi huyu amebeba uwezo gani, amebeba mamlaka gani, amebeba ukuu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ilivyo, watu wanafahamu na wamesikia kumhusu Yesu ni nani. Wanamfahamu Yesu kama Yesu wa kihistoria. Wakati mwingine tunaadhimisha kila inapofika labda Disemba, tunaadhimisha Christmas, ama tunaadhimisha wakati wa Pasaka, kufa kwa Yesu. Tunafahamu kabisa Yesu alizaliwa, Yesu akafa, Yesu akazikwa, Yesu akafufuka. Hilo tunafahamu na tumeshika vizuri kabisa. Lakini tumefahamu kihistoria tu. Bado hatujajua ukuu, hatujajua nguvu, hatujajua mamlaka, hatujajua uwezo
ulio ndani ya Yesu. Na kwa maana hiyo taarifa tulizo nazo zimefanya tu tumfahamu Yesu kihistoria, lakini zisitupeleke kwenye kumwabudu Mungu sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu anasema wakati Yesu anazaliwa tunaona makundi mawili. Kundi la kwanza ni la watu wenye kiu na nia ya kumwabudu Yesu, na kundi la pili ni la watu waliokosa nia ya kumwabudu Yesu. Kama nilivyokuambia, kundi la kwanza lilikuwa ni kundi la mamajusi ambao wao walikuwa na nia ya kumwabudu Yesu. Nitakueleza kwa nini hapo mbele. Lakini kundi la pili ni hili kundi la wakuu wa dini na viongozi. Wao walikuwa hawana nia ya kumwabudu Yesu. Kwa nini? Walikuwa wanamfahamu Yesu kama Yesu wa historia. Walikuwa wanamfahamu Yesu kama Yesu tu wa historia kwenye maisha yao. Wanasoma kwenye Torati na manabii yale yote yaliyoandikwa kuanzia Musa mpaka Malaki juu ya Kristo Yesu, lakini bado hawakumwabudu, hawakumheshimu inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ya 2 mstari ule wa 4 na 5, wakati Yesu anazaliwa, Mathayo sura ya 2 mstari wa 4 na 5, Herode alitaka kujua habari za huyu Yesu aliyezaliwa. Alafu akawakusanya, Biblia inasema akawakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwa Kristo azaliwa wapi, nao wakamwambia katika Bethlehem ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na manabii. Unaona, hawa ni wazee wakuu wa dini, wanafahamu kabisa na maeneo ambayo Yesu atazaliwa. Lakini anaendelea kusema Herode aliwauliza wakuu wa makuhani na waandishi, Kristo azaliwa wapi? Wakamweleza kuwa ni katika Bethlehem ya Uyahudi, maana ndivyo ilivyoandikwa. Wakuu hao walijua taarifa zote. Kama una kitabu chako unaweza kupigia hilo neno. Wakuu hao walijua taarifa zote kumhusu Kristo, lakini hawakuwa na nia wala kiu ya kumwabudu Yesu. Hawakutilia maanani kutafuta nyota, kwenda kumwabudu mtoto. Waliona ni upuuzi. Walikuwa wakifanya ibada ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Masihi, lakini hawakumpa heshima Masihi mwenyewe. Hawakuwa na unyenyekevu, hawakujitiisha katika mamlaka yake. Bwana asifiwe sana. Sasa paragrafu ya mwisho hapa anasema ndivyo sasa tunavyofanya katika nyakati hizi. Tumebaki tunamtazama Yesu kama Yesu wa kihistoria, lakini tumepoteza kiu ya kumwabudu. Watu wa Mungu, ni muhimu sana kuelewa. Tusibaki hapo kama walivyobaki wakuu wa dini. Tusibaki hapo kama walivyobaki waandishi na makuhani. Wanafahamu, wana taarifa zote kumhusu Yesu atakapozaliwa, lakini hawakwenda kumwabudu, hawakwenda kumheshimu. Sasa tusifike tukawa kama watu hao. Lazima msukumo wa ndani pamoja na taarifa tulizo nazo kumhusu Yesu, ufunuo tulionao kumhusu Yesu, vitusukume kwenda kumwabudu Yesu sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa namna gani mtumishi wa Mungu ametoa, nimefanya review kwa namna hiyo ili kusaidia unapoenda kusoma kitabu chako uweze kupita kwa urahisi. Namna gani sasa unapaswa kuondoka kwenye mtazamo wa kumtazama Yesu kihistoria, alafu ikuongezee kiu na shauku ya kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kulifahamu, unapaswa kujua Yesu ni mfalme wa amani. Yesu ni mfalme wa amani. Bwana asifiwe. Jambo la pili unapaswa kulifahamu, unapaswa kujua Yesu ni mshauri wa ajabu. Lakini Yesu ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye nguvu. Na kwa maana hiyo usione haya ya kuuliza mambo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni mambo ya muhimu ambayo yatakuongezea kiu. Ni muhimu sana kujua Yesu ni mfalme wa amani. Mtumishi wa Mungu anaandika hapa kwenye paragrafu ya mwisho, anasema Yesu tunayemwabudu, Biblia inasema ni mfalme wa amani. Maana yake ana uwezo wa kuleta amani katika ndoa yako, anaweza na katika maeneo mengine yote ya maisha yako. Ni mshauri wa ajabu. Hata kama umechanganyikiwa, unapita kwenye hali ngumu, upo kwenye dilema, hujui uende kwenye njia ipi, lakini Yesu ni mshauri wa ajabu ambaye ukitulia kwake
anakusaidia. Kwa hiyo unaweza kujua njia ipi ambayo unapaswa kuipita. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pale ambapo utakuwa na dhati ya kumwabudu Yesu sawa sawa. Bwana asifiwe. Lakini ni muhimu sana kuelewa kwamba Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Anaweza kukusaidia wakati umechoka, wakati huna nguvu tena, lakini anaweza kukutia nguvu kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako, wakati unapita kwenye mazingira magumu. Fahamu Yesu ni Mungu mwenye nguvu, anaweza kukupa nguvu katika maeneo yote, alafu akakuimarisha, akakutia nguvu ya kusonga mbele. Kwa maana hiyo, hivyo vitu vitakufanya utafute kumwabudu Mungu sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Mazingira hayatakuwa sehemu ya kuondosha nguvu yako ya kumwabudu Mungu, kwa sababu unajua ukuu wa Mungu, unajua kwamba Yesu ni mfalme kwako. Hauna amani, lakini anaweza kuleta amani. Anasema amani yangu ni wapayo, si sawa na ulimwengu twao. Amani ambayo Mungu anatoa inaitwa amani ya moyo. Mahali ambapo unapita kwenye hali ambayo moyo umejeruhiwa au moyo hauna amani, Yesu anaweza kuachilia amani. Anasema kwenye Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 7 mpaka wa 8, anasema na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote itawalinda na kuwahifadhi nia zenu na mioyo yenu. Maana yake amani ya Mungu inaweza kukulinda, amani ya Mungu inaweza kukuhifadhi nia yako na mawazo yako, kila kitu kilicho ndani yako, kwa sababu Yesu ni mfalme wa amani. Unapita kwenye mazingira ambayo yamekuondolea amani kabisa, na wakati mwingine anaweza kufanya ukakosa nguvu ya kumwabudu Mungu. Yesu anaweza kuleta hiyo amani kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaweza kuleta hiyo amani na kiu ikaamka kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa, unapita kwenye mazingira ya kuchanganyikiwa, Yesu ni mshauri kwa ajili yetu amezaliwa. Uwezo wa kifalme, ni mshauri wa ajabu. Emmanuel yupo karibu na sisi kuliko vile tunavyofikiri. Kwa hiyo isikuondolee mazingira, isikuondolee, na usimtazame tu kihistoria kwamba Yesu alizaliwa. Anaweza kufanya hata sasa. Biblia inasema Mungu wetu ni yule jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Kama alikuwa jana, yupo na leo na anadumu hata milele, na uwezo wake haujawahi kubadilika. Ule uliofanya kazi ya kuumba ulimwengu ndio huo unaotenda kazi hata sasa kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hilo ni muhimu sana kulifahamu, na litakusaidia mtu wa Mungu kujua kwamba hupaswi tu kumtazama Yesu wa kihistoria. Hupaswi tu kumtazama Yesu kama Yesu wa kihistoria. Mtazame Yesu kama mfalme wa amani, mshauri wa ajabu, na sifa nyingi alizonazo Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Hiyo itakupa msukumo wa kumwabudu Mungu sawa sawa. Sasa mtumishi wa Mungu anasema mamajusi wa mashariki, ukurasa ule wa 32, anasema mamajusi wa mashariki kama kundi la pili walifika Yerusalemu wakiwa na swali moja la msingi lililoonyesha kiu na nia ya kutaka kumwabudu Mungu, kumwabudu Yesu. Wakauliza, yuko wapi? Mathayo ile 2:2 anasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Tumekuja kumsujudia. Swali lao linafuatiliwa na maelezo kwa nini wanamuuliza na kumtafuta Yesu aliyezaliwa. Nia yao ilikuwa ni kumwabudu Mungu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anaonesha hapa, mamajusi tu walikwenda kumwabudu Yesu. Hawakwenda tu kumsujudia, walikuwa wanajua kilichobebwa ndani ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Wanasema ni mfalme wa Wayahudi, tumekuja kumsujudia. Mfalme yuko ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua kuna kitu chochote ambacho kitaondoa shauku na kiu kama ukitambua mfalme yuko ndani yako na anaishi ndani yako na anataka umwabudu inavyopaswa. Sasa mtumishi wa Mungu anatuuliza swali pale, anatuuliza swali, lakini wakati anatuuliza swali nataka nifunge mambo machache hapo kwa sababu ya muda. Hili nimesema nimekusudia kumaliza kabisa. Utakapoenda kusoma, haya ni mambo ya msingi ambayo unaweza kukutana nayo na mengine mengi. Mtumishi anatuonyesha kwamba huwezi kuwa na nia au kiu ya kumwabudu Mungu kama utambui ukuu wake. Huwezi kumwabudu zaidi ya viwango vile unavyomjua. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza kuandika, liandike hili. Mtumishi wa Mungu anatuonyesha kwamba hatuwezi
hatuwezi kuwa na kiu na nia ya kumwabudu Mungu kama hatutambui ukuu wake. Na kwa maana hiyo ni sawasawa na kusema hatuwezi kumwabudu Mungu zaidi ya viwango vile tunavyomjua. Bwana asifiwe. Kiwango unachomjua Mungu ndicho kiwango kitachoonesha namna gani unamwabudu Mungu. Ndio maana mtumishi wa Mungu anasema hivi, hawa mamajusi walijua ukuu wa Mungu, walijua ukuu aliobeba Yesu. Kwa hiyo walitafuta kwenda kumsujudia. Kwa hiyo maana yake ukiwa na ufunuo huo juu ya Yesu Kristo, amebeba mamlaka gani, amebeba nguvu gani, amebeba utambulisho gani kwenye maisha yako, hiyo itakusukuma kwenda kumwabudu sawa sawa. Huwezi kumwabudu Mungu kama bado haujautambua ukuu wake. Huwezi kumwabudu Mungu kwa viwango vile vile, huwezi kumwabudu zaidi ya kiwango kile unachokijua, unachomjua Mungu. Ni muhimu sana hapa. Anataka tuongeze kiwango chetu cha kumjua Mungu, tuongeze kiwango chetu cha kumfahamu Mungu, tuongeze kiwango chetu cha kumjua Yesu ni nani na amebeba utambulisho gani kwenye maisha yetu. Hiyo itatuongezea sisi kiu ya kumwabudu Mungu bila kujali mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema jambo la muhimu sana, kwa kama unaona, kama nilivyosema hapo, jambo ambalo wakati mwingine linaweza kufanya ni pale ambapo unamuonea haya Yesu Kristo. Mamajusi hawakuona haya kumuulizia Yesu amezaliwa wapi, na hawakuona haya kumtafuta huyu Yesu alipozaliwa. Kwa maana hiyo mtumishi anasema ukurasa wa 33, kama unaona haya ni kwa sababu umekosa ufahamu wa rohoni, na hili linapaswa kuwa jambo letu la maombi siku zote. Yaani ukiona umekosa haya au na haya kumwabudu Mungu, ni wazi kwamba umekosa ufahamu wa rohoni. Maana yake umekosa kumfahamu Yesu rohoni mwako ni nani. Ukurasa wa 33 paragrafu ya kwanza kabisa, ukimwonea haya Yesu, maana inaonesha kwamba hufahamu wako wa rohoni ni mdogo kumhusu Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana liwe ni ombi lako unapotoka hapa kumwambia Mungu akuongezee ufahamu wa rohoni, namna unavyomfahamu Yesu, namna unavyomjua Yesu. Hii itakusaidia kumwabudu Mungu, kwa sababu ufahamu wako wa rohoni unapoongezeka, ndipo kiwango chako cha kumjua Mungu kinaongezeka. Maana yake hutamtazama Yesu kama Yesu wa kihistoria kwenye maisha yako. Kwa maana hiyo utamwabudu kama mfalme kwenye maisha yako. Ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo mtume anaomba kwenye Waefeso sura ya 2, anawaombea Waefeso. Anasema mstari ule wa 9 nafikiri mpaka ule wa 10 kama sitakuwa nimekosea hapo. Anazungumza kitabu kile, tuangalie nisije nikawa nimesema kitu ambacho sio. Angalia kitabu kile cha Waefeso kama sitakuwa nimekosea hapo. Mtumishi wa Mungu Paulo anazungumza kitu kimoja hapo ambacho kinaweza kutusaidia, na alikuwa akiwaombea hawa, anawaombea Waefeso, kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 2. Angalia pale kitu ambacho mtume Paulo anawaombea Waefeso. Anasema okay, nikuoneshe yapo maandiko ambayo nayatafuta hapo. Angalia angalia kitabu cha Wakolosai, kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya 2. Kitabu kile cha Wakolosai sura ya 2, nikaona utafuta ule mstari ambao mtumishi Paulo anasema hivi. Anasema ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganisha katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu, hakika wapate kujua. Sema hivi, ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu, kwa hakika
wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote. Pigia neno mstari, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu ni nani? Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani upike viwango hivi vya kumfahamu Mungu, kujua siri ya Mungu ni Yesu Kristo. Yaani ukitaka kumjua Mungu ni lazima ujifunze kuhusu Yesu Kristo. Ni lazima umfahamu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufahamu wote, utajiri wa ufahamu huo. Bwana asifiwe sana. Sasa jambo la mwisho, naomba nichukue dakika 3 tu. Jambo la mwisho ambalo mtumishi wa Mungu ameliandika hapa na litakusaidia kuamsha kiu yako ya kumwabudu Mungu, au jambo la 3 ambalo linachangia kuua kiu ya watu kumwabudu Mungu. Mtumishi wa Mungu amezungumza juu ya kitu kinachoitwa udhehebu na mapokeo ya dini. Udhehebu na mapokeo ya dini, ambaye nataka nizungumzie hapo kwa dakika kadhaa. Udhehebu na mapokeo ya dini, hili ni jambo ambalo limefika sehemu limeondoa kiu ya watu kumwabudu Mungu. Watu wana madhehebu yao, watu wana dini zao, lakini hawana Yesu kwenye mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Wamezishika dini kabisa na wameshika madhehebu yao sawa sawa, lakini Yesu hayupo mioyoni mwao, na kwa maana hiyo hawawezi kumwabudu inavyopaswa. Hili ni jambo ambalo mimi na wewe tunapaswa kulikemea na tunapaswa kuishi nje ya hili jambo. Usiruhusu dhehebu na udini au mapokeo ya kidini yakakuondolea kiu ya kutafuta kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe sana. Hili ni jambo ambalo unapaswa kulifanya kwa nguvu zote. Mtumishi wa Mungu anasema udhehebu na mapokeo ya kidini imefanya watu wapoteze kiu na nia ya kumwabudu Mungu. Sasa hili tunapaswa kulielewa, kwa sababu kama ukiendelea kuwa ni mtu wa kushikilia mapokeo, si mabaya, wala utaratibu wa kidini uliowekwa si mbaya, lakini kwa kiasi kikubwa umechangia watu kukosa nia ya kumwabudu Mungu, msukumo wa ndani kumwabudu Mungu. Kwa hiyo umewafanya watu kwenda ibadani kutimiza taratibu za ibada, lakini hakuna msukumo wa dhati ndani yao katika kumwabudu Mungu. Sasa hilo ni jambo la muhimu sana ambalo unapaswa kulishughulikia na kulijua. Unapojua hilo litakusaidia. Maana yake unapaswa kumwabudu Mungu zaidi nje ya udhehebu wako, nje ya udini wako. Unapaswa kumjua Mungu na kutafuta kumwabudu Mungu kwa namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu anaandika vizuri kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 11. Anaeleza, anasema hauwezi kumwabudu Mungu mpaka umemwona na umekutana naye. Alafu paragrafu ya mwisho ukurasa wa 34 anasema kiu ya kumtafuta Yesu itakusukuma kuwa na bidii, itakusukuma kuwa na bidii. Ukishamuona utaacha kuabudu dhehebu lako, utaacha kuabudu mtoto wako, utaacha kuabudu mapokeo ya dini yako, utamwabudu mtoto, utaacha kuabudu fedha, utamwabudu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Yesu, maana yake anataka kutuonyesha hapa ni kwamba udhehebu na udini umewafanya watu wasiwe na kiu ya kumtafuta Yesu. Watu wamefungwa tu kwenye madhehebu yao, wamefungwa tu kwa mitume na manabii wao. Na mtu mmoja siku moja akawa anasema jambo, tulikuwa tunazungumza, lakini kuna kitu akawa amezungumza, nikawa natafakari uwezo wake wa kiroho au kwenye kutafsiri mambo. Akasema unajua, kile inapofika Jumapili watu kila mmoja utaona huko barabarani wanakimbilia kwa wachungaji wao. Mimi nitafakari hilo, nilitafakarisha sana. Akasema watu wanakimbilia kwa wachungaji wao. Kwa hiyo nikajiuliza, si kumbe watu wanaenda kumwabudu Mungu wanakimbilia kwa wachungaji wao, wanakimbilia kwenye makanisa yao, wanakimbilia kwenye madhehebu yao, wanakimbilia kwenye dini zao, lakini kumbe si kumwabudu Mungu. Hili ni jambo ambalo tutafanya kwa makosa kama tunakuja kanisani kwa sababu ya mchungaji, au kama unakuja kanisani kwa sababu ya udini au dhehebu. Hilo ni jambo ambalo litakuwa ni makosa kabisa, kwa sababu utaona kabisa hautakuwa na msukumo wa kumwabudu Yesu sawa sawa. Unapaswa kumwabudu Mungu nje ya udhehebu na udini. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana.
Hilo ni muhimu sana kushika na litakusaidia. Ndio maana mtumishi wa Mungu anatuonyesha mamajusi hawa walikuwa ni watu kutoka mbali kabisa. Hawa Wayahudi, Yesu amezaliwa kwao, lakini mamajusi wanaenda Uyahudini kule Bethlehem, wangetarajia kuona kuna sherehe zinafanyika, kuna tafrija, kuna nderemo kwamba kuna Mwokozi amezaliwa huku kwetu. Lakini wamefika kule Yerusalemu, wamefika kule Uyahudini au Bethlehem, wanakuta namna ambavyo kumepoa, watu wako na shughuli zao. Kwa nini? Kuna namna fulani hawajamwelewa kwamba huyu Yesu ni nani amezaliwa kwao, na kwa maana hiyo ni wanachukulia kawaida tu, kwa sababu wameshika yale mapokeo ya dini zao, wameshika tu taratibu za dini zao. Kwa hiyo hawajui hata Yesu kwenye maisha yao amezaliwa kama nani kwenye maisha yao. Kwa hiyo ndio maana mtumishi wa Mungu anasema tunapaswa kumwabudu Mungu nje ya udhehebu na nje ya udini. Dhehebu na udini linaweza kufanya mtu asimwabudu Mungu sawa sawa, na likamwondolea kiu ya kumwabudu Mungu sawa sawa. Ni muhimu sana kulikataa hilo ili kusaidie kumwabudu Mungu sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongeza kiu yako ya kutafuta Yesu, ongeza kiu yako. Nini cha kufanya kuli hilo jambo la kuondoa udhehebu na udini kama sehemu ambayo inaweza kusababisha usimwabudu Mungu sawa sawa? Ongeza kiu yako ya kumtafuta Yesu wa kweli mahali anapoabudiwa. Ni muhimu sana. Mamajusi walijua Yesu wa kweli amezaliwa, au Yesu amezaliwa Uyahudini. Walitoka kwenye taratibu za dini zao. Inawezekana kabisa walikuwa na ibada zao kule, lakini walienda Bethlehem kumwabudu Yesu. Kwa hiyo ongeza kiu yako ya kumtafuta Yesu wa kweli, Yesu wa kweli mahali anapoabudiwa. Watu wanafeki Yesu. Kwa hiyo ni muhimu sana. Lakini mtumishi wa Mungu ametoa msaada wa kutusaidia. Tutajuaje kwamba Yesu wa kweli? Tegemea uongozi wa Roho Mtakatifu kama nyota itakayokuonesha Yesu alipo. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, utakapoenda kusoma hichi kitabu utaelewa. Ukurasa wa 35 anasema paragrafu ya katikati pale, tegemea Mungu, yeye atatuongoza kukutana na Yesu. Kama makanisa yanampicha Yesu, hawataki kumfunua, lakini nyota itatuonesha Yesu alipo. Nyota yetu ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Tumisha na kiingiza hichi kitu. Nyota itakayotuongoza mahali Yesu wa kweli anaabudiwa ni Roho Mtakatifu. Unaye Roho Mtakatifu ndani yako. Mamajusi walitegemea uwezo wa Mungu. Maana yake nyota iliyokuwa inang'aa walipoiona kutoka mashariki pale Bethlehem. Kwa hiyo ikawaongoza kwenda kumwabudu Yesu, ikawaongoza kumtafuta Yesu. Kwa hiyo unapokuwa na uongozi wa Roho Mtakatifu ndani yako, atakuongoza kumtafuta, kumwabudu Yesu nje ya udhehebu na udini wako. Kwa maana hiyo Roho Mtakatifu ni kiongozi wa kutufunulia Yesu Kristo wa kweli tunayepaswa kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ni kiongozi wa kweli atakayetufunulia mahali sahihi Yesu Kristo anaabudiwa. Kwa maana hiyo utaenda kumtafuta Yesu na utamwabudu mahali Yesu sahihi anapoabudiwa. Bwana asifiwe sana. Ukiisha kumwona Yesu na kukutana naye, mwabudu sawa sawa. Kwa maana huwezi kumwabudu Mungu mpaka umemwona na kukutana naye. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu amelisema hilo wazi kwenye kitabu hiki. Na amesema, kama ni koti ya maneno ameandika kwa Kisukuma zaidi au kwa Kiingereza, amesema true worship starts when you meet with the baby Jesus. Ibada ya kweli inaanza tu pale unapokutana na Yesu. Maana yake pale ambapo Roho Mtakatifu amekusukuma na umejua kwamba Yesu anaabudiwa, hapo ndipo utaanza kumwabudu Yesu sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nje ya udini wako na nje ya udhehebu wako. True worship starts when you meet with the baby Jesus. Hii itakusaidia sana. Unapokutana na Yesu mahali sawa sawa anaabudiwa, ndio utaona kuna kiu na changamko la kumwabudu Yesu ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Usitegemee mawazo yako au mawazo ya mwanadamu. Atakapokuambia Yesu alitegemea uongozi wa Roho wa Mungu, maana yake Mungu ameachilia nyota, kwa maana kwamba Roho Mtakatifu atakaye kuongoza kwenye kumwabudu Mungu sawa sawa. Na ameandika vizuri, anasema kumwabudu Mungu ni vita. Ameandika ile paragraph ya mwisho pale, kumwabudu Mungu ni vita, ukurasa wa 35.
Kwa maana hiyo, kama kumwabudu Mungu ni vita, tunahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu kutusaidia kumwabudu Mungu sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Funika macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Asante kwa kutupitisha katika sura hii ya 5, kuchochea kiu ya kukuabudu wewe Bwana. Asante kwa sababu Bwana umetujulisha mazingira hayapasi kuamua ibada ndani yetu tunayokutolea. Bwana, kukuabudu sisi ni wajibu wetu bila kujali mazingira, na kwa sababu wewe ni Mungu unayeketi juu ya mazingira yote. Yesu Kristo, asante kwa kutufahamisha ya kwamba hatupaswi kukutazama tu kama Yesu wa kihistoria. Tunapaswa kuwa na ufunuo sahihi juu ya wewe ni nani kwenye maisha yetu na utambulisho uliobeba kwenye maisha ya mwanadamu. Na zaidi sana Bwana, tumejifunza ya kwamba Bwana tunapaswa kutoka nje ya udini na udhehebu, ili Bwana tukuabudu sawa sawa kwa kuongozwa na nyota, kwa maana kwamba Roho wako Mtakatifu atupeleke mahali sahihi pa kukuabudu tutakapokutana na wewe, ili tuweze kukuabudu sawa sawa. Na mahali hapa ni sahihi kwa sababu Yesu wa kweli unaabudiwa. Chochea kiu ya kila mmoja kukuabudu sawa sawa. Chochea kiu ya kila mmoja kukuabudu sawa sawa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimeomba na kuamini. Unaweza kumchapia Yesu makofi. Mungu awabariki sana. Waimbaji mnaweza kupanda sasa, tuendelee na ibada. Mungu awabariki sana.